champion ya Semale. Kwanza hongera, bingwa mpya wa WBO dunia. Asante sana. Asante sana. Nilikuwa ni fight ya namna gani, kwa sababu tumeona fight imeisha mapema sana? Kikubwa kuisha kwa pambano mapema, nilikuwa nimejiandaa vya kutosha, nilikuwa nimepania kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu mimi siku moja niweze kubeba ubingwa mkubwa kama huu wa Afrika. Kwa hiyo nilikuwa nimejipanga vikali sana, ndio maana pambano limeweza kuisha mapema. Shagembe, tokea kwa Semale mpaka kuja hivi, Shagembe anaonekana akibadilika siku mpaka siku. Watanzania wameanza kupokea zawadi hii. Tuambie, kipindi unaletewa huyu bondia, ni nini ambacho kilikuwa kichwani mwako? Cha kwanza nilikuwa na wasiwasi kwa sababu sija kucheza uzito mkubwa, ilikuwa ni kwa mara ya kwanza uzito mkubwa wa heavyweight. Kwa nilikuwa na wasiwasi kulingana na kilo zake kubwa, punch zake, kwa nilikuwa na pressure sana ya uzito wake, lakini nilitulizwa na makocha wangu, wakawa wananiambia kwamba ukubwa wa mwili sio tatizo, kwa hiyo cheza kwa akili, angalia ngumi yake sikukute kwa sababu yeye ni kilo kubwa. Kwa nilienda kwa tahadhari, ndio maana ulikuwa ukiona simpi nafasi ya kunisogelea, ndio maana niweza kumaliza pambano mapema. Kuna Watanzania wanaamini bondia ulioletewa ni mkubwa kwa sababu ana miaka 45. Kuna Watanzania wanaamini bondia mkubwa amemaliza na vitu kama hivyo. Una nini cha kuambia? Atakayeleta complaint nani kwa mabondia mkubwa? Angalia mabondia wetu hapa, ukiangalia kuna bondia wengi wana umri mkubwa. Twakiduku bondia wetu hapa Tanzania na umri mkubwa. Ingekuwa ni umri, muangalie Twakiduku na umri gani, au Selemani Kidunda au na wengineo, au Crawford yule pale ana umri gani. Kwa hiyo umri sio kitu, ni mtu jinsi alivyojitunza na kuendelea kuipambania ndoto yake, ndio hivyo. Kwanza ni bingwa wa WBO, umkana nimempokonya. Kama angekuwa ni mzee si 45 asingeshinda ubingwa huu. Ubingwa huu hauchukui bure. Kwa ni bondia mkubwa na nimeweza kumpiga bondia mkubwa ambaye alikuwa anautetea mkanda wake, mimi nilikuwa naupigania. Unadhani ndio mpaka mwamuzi akasema sasa inatosha? Nini ambacho kimetokea ukifanya muhimili wa mpinzani wako? Na kashindwa kuhimili uzito wa ngumi zangu. Mimi na mwili mdogo, lakini nimetengenezwa sana kwenye punch. Kwa hiyo punch zangu mimi bondia wote hawezi kupiga punch kali. Kwa hiyo hivyo kwamba ameshindwa kuhimili uzito wa punch yangu. Shagembe, ni nani anayefuata? Kwa sababu ilikuwa Semale ikawa watu wengi hapo katikati, ilikuwa inaonekana bado una ndoto za kupigana na Kidunda ama Twaa. Bado hizo ndoto zipo? Mabondia wa Tanzania hapa hawezi kupigana, wanaongea sana. Kwa hiyo mimi na promotion yangu ya Mafia Boxing Promotion target yetu si mbali sana kimataifa, kama mnavyoona tunabondia kutoka nchi tofauti, Filipino, Uingereza, wanakuja watu kutoka South Africa na mataifa mengine mbalimbali. Kwa mabondia hapa Tanzania, kwanza hakuna bondia kunipiga hapa Tanzania kwa sababu kwa wenye uzito wangu hakuna bondia atakayegusa hapa Tanzania. Wewe unayeona na sasa interview hii wanaisikia wale wa uzito wangu, hakuna bondia yoyote yule ambaye unaweza ukatusaidia kuwataja walioko juu. Wako wengi kwa kuna Kiduku, kuna Kidunda. Mimi naambia katika Tanzania hii hakuna bondia kunipiga. Ukitaka kuamini nenda kawaoji kwamba hivi ikitokea fight na wewe Shagembe itakuwaje. Hawezi kukubali, ataanza kuongea. Mimi sipendi, sisi Mafia Boxing hatupendi maneno. Management yako ilishajaribu kuattempt hata kwa Toa Kiduku? Tulisha test kwa mablaza kadhaa, siwezi kuwataja kwa majina. Juzi kati hii fight ilikuwa nipigana na bondia wa ndani. Ila bondia mmoja hapo mkubwa, tena mkubwa kabisa, alichomoa. Kwa hiyo ikabidi tuendelee na safari yetu ya kimataifa. Kwa hivyo bondia Tanzania wananikwepa. Tunaweza kusema Toa Kiduku na Kidunda wanamkimbia Shagembe. Tukisema hivyo tutakuwa sahihi? Sijawataja kwa majina. Nimesema mablaza wetu, mabondia wetu wakubwa wa Tanzania unaojua wewe hapa Tanzania, mabondia wetu wakubwa ambao wanajitawala, ambao wako kwenye uzito wako. Tumewapeleka ofa, kama mnavyojua Mafia Boxing hatuna show ndogo. Wamekimbia. Asante sana Shagembe. Shukrani.